mimi kama waziri mwenye dhamana ya uwekezaji na mipango, kwa upande wa uwekezaji, kazi yangu kubwa ni kwamba tunasajili miradi ya uwekezaji kupitia TISEZA. Kwa hiyo ziara yangu hapa ni kuthibitisha yale ambayo tunaona kwenye makaratasi yapo. Kwa hiyo uwekezaji huu ambao tumekuwa tukiuendeleza kwenye hii inaitwa K4, yani Kilombero ya 4. Kiwanda hiki kina viwanda vinne ndani yake, kwa maana ya kampuni hii. Tuna K1 ndio ilianza ya kwanza kabisa mwaka 1961-62, tuna K2 na tuna K3. K3 wanazalisha ethanol. Kubwa ambacho kimeleta hapa ni kuja kuangalia uwekezaji huu ambao Mheshimiwa Rais aliweka jiwe la msingi miaka miwili ambayo imepita. Nafurahi kuona kwamba uwekezaji huu wa bilioni 700 umekamilika na kiwanda tayari kinaenda kuanza kazi. Kwa uwekezaji huu kampuni hii ya Kilombero itaweza sasa kuzalisha sukari mara 2. Walikuwa wanazalisha kwa maelezo ya DG hapa tani 130,000, wanakwenda mpaka tani 260,000. Na kwa uwekezaji huu ni kwamba Tanzania inaweza sasa rasmi kujitosheleza katika uzalishaji wa sukari. Kwa mambo makubwa mawili hapa. La kwanza ni kwamba uwekezaji ambao tumeusajili tumeuona kweli mkubwa unaendelea, shilingi za Kitanzania bilioni 700. Kwa hiyo inaitwa capital, kwa maana ya mtaji ambao unaingia. Kazi ya pili ambayo tunaangalia sisi watu wa uwekezaji ni kwamba tunataka uwekezaji utuzalishie ajira kwa vijana wetu. Na kote nilikopita unaona vijana wetu wanaofanya kazi katika sekta mbalimbali, na hapa ni sekta mbili tu, kwa maana ya kiwanda lakini pia ya kilimo. Wanaajiri zaidi ya watu 900,000. Na wote vijana ambao nimewakuta hapa ni vijana wametoka katika vyuo vyetu mbalimbali, NIT, Chuo Dar es Salaam, UDOM na kadhalika na kadhalika. Kwa kweli tunashukuru kwamba tunapata mtaji ambao ndio lengo kubwa, tunapata vile vile ajira. La tatu ni teknolojia. Sisi kama wachaguliwa wananchi, mimi na mheshimiwa diwani wa kata hii, tunakushukuru sana mheshimiwa waziri. Always tunashukuru sana bodi ya sukari, mwekezaji na watu wa uwekezaji kwa kazi kubwa wanaofanya katika uwekezaji. Hakuna kiongozi yote anaweza akapinga uwekezaji. Hayupo. Kwa hiyo watu hawapaswi kuwa na hofu mheshimiwa waziri. Sisi tuko hapa kutetea watu wetu. Wale ambao wamekichagua Chama cha Mapinduzi, wamemchagua Rais Samia na wanaunga mkono uwekezaji kama huu. Ukifanya research utaona uwekezaji, pesa zilizowekwa hapa ni nyingi, millions of money. Lakini tunataka kupima furaha ya watu wetu wanaozunguka katika kiwanda hiki. Furaha ya wananchi wanaonufaika na uwekezaji huu. Ndio kazi kubwa ambayo nataka kumwachia mheshimiwa waziri akafanye utafiti, ajue. Watu wangu, diwani atakuwa shahidi, viongozi wa chama watakuwa shahidi, kuna mambo yanayofanya wanakosa furaha. Sasa haya lazima yawe discussed kwenye table bila kuficha. Kwa mfano sasa hivi kuporomoka kwa bei, ndio waziri amesema wataenda kuzungumza huko, watajifungia, watajua sababu gani zilisababisha. Mwekezaji anaona anapata hasara, hawezi kununua mua kwa bei kubwa kwa wananchi, pia wana hoja zao. Hayo ndio wataleta furaha. Maana mkulima akipata hela kama alivyokuwa anapata mwanzo, ilifika karibu 113 kwa tani, sasa imeenda shilingi 87,000, hawezi kufurahi kwa chochote tutakachokisema hapa. Kwa hiyo sisi tunataka kushukuru serikali ya chini ya Dkt. Samia kwa uwekezaji mkubwa uliofanya, lakini lazima tusolve challenge zao. Vinginevyo tusisolve hizo challenge, sisi tutakuwa tunasema in parliament, we will always repeat and say the challenge of our people. Hata ukitunyima maiki hapa, ukitunyima wapi, tutasema, tutarudia kwa sababu tunajua shida tuliyokutana nayo katika kupiga kura. Hapa kuna changamoto za barabara. Kupata grader tu hapa process ndefu. Sasa haya mengine hatuwezi kuyasema hapa, lakini lazima muongeze mahusiano na watu wetu. Leo wamesema vizuri mwekezaji, wakulima wa nje ni pati ya kiwanda hiki. Walisaulika kualikwa. Hapa wamekaa hapa wamevimba hapa na wapoza kila saa mheshimiwa waziri. Tulieni waziri yupo, tulieni waziri yupo. Sasa hivi vitu havipaswi kutokea. Kwa sababu utaminya kuna siku atakuja rais, anasema nani kwa rais hapa? Mbunge, utazuia lakini atasema. Atakuja waziri mkuu lakini atasema. Kwa sisi hatuwezi kuwa viongozi wajinga wa kufanya chochote cha kuthreaten investment. Hatuwezi kufanya lolote baya la kumwathiri bwana huyu asipate mua au asipate kitu kitakachomfanya apate faida. It's about win-win situation. Mkurugenzi anataka service levies. Kuna kampuni zijalipa hapo service levies na zimeondoka. Anataka CCR, tuone CCR. Tuambie wananchi wetu, mnaona ile tractor, unaona ile grader, unaona barabara zimechongwa, unaona kituo cha afya, you see ambulance. This is from the Kilombero sugar cane. Vitu vionekane kwa sababu hata mbunge kule unachekwa bungeni, una Ilovo, you have a big company, unasikia professor unajua.
but kwa watu wako kuna challenge kubwa. Kwa hiyo mimi nataka kusema kushukuru, lakini sisi tunafikiri tushirikishwe kwenye hizo table. Leo umetembelea katika kiwanda cha sukari cha Kilombero Sugar chenye thamani ya bilioni 700 K4, kiwanda ambacho ni cha kisasa kabisa, na kama umeona kikianza kufanya kazi mwezi wa 6 mwaka huu, zile changamoto zote za wakulima katika eneo litapungua na tutakuwa na upungufu wa miwa kufika mwezi wa 12 kama hatutaongeza uzalishaji. Kwa hiyo nikushukuru kwa jinsi ambavyo umepokea zile kero za mheshimiwa mbunge, kero za mheshimiwa madiwani, kero za AMCOS ambazo zipo. Nikupongeza kujionea hali halisi, na nishukuru kwamba baada ya uzalishaji na kama alivyosema profesa kutoka bodi ya sukari, tutakuwa na ile nakisi ya sukari itakuwa haipo. Sisi kama Kilombero tunafarijika sana kwa sehemu ya kuwa zao la kwanza. Tuhakikisha kwamba wakulima wetu wanazidi kuzalisha kwa wingi, kuzingatia swala la usalama, na zile kero ambazo zitakuwa zinatokea tutakuomba ofisi yako na wataalamu wako waweze kuja kuzitatua, ikiwemo zile changamoto mbalimbali ambazo tutazungumza katika kikao cha ndani. Mimi nikushukuru sana. Sukari Tanzania iko chini ya Wizara ya Kilimo, lakini linapokuja swala la uwekezaji tunafanya kazi kwa karibu sana na TISEZA, lakini pamoja na wizara nzima ya uwekezaji. Sasa kwa upande wa tasnia ya sukari, tunapoongelea swala la ajenda ya kujitosheleza kwa sukari, kiwanda hiki ndio landmark kwa nchi hii, kwa maana kwamba ndicho kinachokwenda kuwa jawabu la kuhakikisha kwamba tunafunga tatizo la upungufu wa sukari nchi hii. Kwa hiyo serikali kwa ujumla imefanya kazi kubwa sana kuweka mazingira wezeshi ya wawekezaji wetu kuweza kuwa na confidence ya mazingira ya uwekezaji, lakini ili waweze kuweka mitaji yao na kuhakikisha kwamba wanasukuma ile ajenda ya kujitosheleza kwa sukari. Kwao ukiangalia Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu, alipokuja kuzindua kiwanda hiki, alisema kwamba hii ni ndoto ambayo anatarajia itimie, na tunaona kwa macho yetu kwamba imetimia. Kwa hiyo tunapoongelea swala la upungufu wa sukari, kama Mheshimiwa Waziri Kitila Mkumbo, waziri wa uwekezaji, alivyosema, hili ndio jawabu, na tutegemei mwaka ujao kuwa na uagizaji wa sukari kutoka nje, kwa sababu kitakapoanza uzalishaji wake kinakwenda kufunga lile pengo ambalo tulikuwa nalo.